Session yetu ya mwisho inahusu njia mbili afya moja na mwongozo wa kutunza afya ya uzazi na kuunganisha sayansi, tiba na uponyaji wa asili katika upasuaji na kuondoa mfuko wa uzazi ambao unafanyika kama hysterectomy, ambayo ni hii inapaswa wote, yani inapaswa kuwa na watu wote, au watoto wanaweza kusikiliza na kujifunza na kupata kile ambacho yani kuelewa kile ambacho nakifundisha, na kama kutatokea mabadiliko yoyote au maamuzi yoyote ambayo unahisi hawaelewi au kuna kipengele ambacho kielewi basi unaweza kuuliza, lakini lengo la kufundisha au lengo la kupata hii elimu ni kuhakikisha unakuwa na mwongozo mzuri kabla ya kwenda kufanya upasuaji kutokana na changamoto za uzazi, au baada ya kuwa karibu na theater au katika zile siku chache za kwenda theater, lakini baada ya kutoka theater ni kitu gani ambacho unatakiwa kufanya ili utakapofanya upasuaji kutokana na matatizo ya uzazi na kupelekea kuondoa kizazi, kama utakuwa na changamoto yoyote basi uweze kupata kwa kiwango kikubwa na kuweza kupata manufaa kwa kina zaidi. Sasa hapa na takwimu za mataifa ambayo yameendelea ambayo yanaonyesha kwamba ni hili tatizo la upasuaji kwa hususani kwa masuala ya uzazi wanawake anakuwa kiasi gani, ambapo upasuaji kwa nchi ambazo zimeendelea inakadiriwa kwa mwaka watu wanafanyiwa upasuaji zaidi ya watu 600 ambao wanasumbuliwa na matatizo ya uzazi, na upasuaji huu ni kwa ajili ya kuondoa mfuko wa uzazi ambao ni unafanyika kama upasuaji wa pili kwa nchi ambazo zimeendelea kama Marekani, lakini zote si za lazima, yani wengi wamekuwa wakifanyia upasuaji, lakini kuna matatizo ambayo ni ya lazima kwa kulazimu kufanya upasuaji na matatizo ambayo sio lazima ambayo yanaweza kupelekea usifanye upasuaji. Sasa 10% ya matatizo ambayo yanajitokeza kwa kusema uzazi ni kansa ambayo ni ya lazima, ambayo ni lazima mtu afanyiwe. Kwa hiyo ni 10% chache sana matatizo ambayo yanajitokeza na mtu kufanyia upasuaji ambayo ni ya lazima ni 10% tu, lakini 90% yote ambayo yanabakia watu wanafanyia upasuaji kwa matatizo ambayo sio lazima kufanyia upasuaji, ikiwemo kama mtu atakuwa na fibroids, atakuwa na endometriosis, atakuwa na kushuka kwa kizazi kama tunafahamu kama uterine prolapse, kushuka na inawezekana ikawa esophageal prolapse. Pia mara nyingi hizi vitu ambavyo nimesema hapa havihitaji masuala ya kufikia hatua kwamba unaweza kwenda kufanya upasuaji moja kwa moja. Kwa hiyo jambo la msingi sana kuzingatia, hata kama utakutana hizi changamoto basi ujue matibabu yake, basi ukifikia mwisho wewe umeshindwa kuzingatia na ukapata mtu ambaye atakuongoza moja kwa moja, lakini uongozaji wake ukawa njia ambayo kuharakisha kufanya upasuaji baada ya kutumia zile dawa ambazo zisizo mpango kurekebisha matatizo na ikaonekana na umuhimu mkubwa sana na umeshindwa katika wewe na kuweza kujizuia, basi katika janga ambalo sio zuri. Na wataalamu wa tiba wanaamini 10% kubwa ya upasuaji huu unafanya kwa hali zisizo na kansa au kitu ambacho hakiepukiki. Kwa hiyo hii tathmini fupi na kuonyesha kwamba haya matatizo ya uzazi kwa nchi nyingi, hususan nchi za kwetu, sina takwimu za moja kwa moja, lakini kwa nchi za wenzetu kujaribu kufuatilia, unaona kabisa kwamba haya matatizo yako kwa kiwango kikubwa na yanahitaji msaada kwa watu sisi ambao nchi ambazo hatujaendelea, kwa sababu na sisi tuko katika mchakato wa kuendelea. Unapokuwa kwa kiwango kikubwa na matatizo haya yanapokuwa kwa haraka zaidi, basi inaweza katokea hizo changamoto nyingi ambazo ni zina hatari ndani yake au zinaweza zikaleta shida ambazo tutaziona hapo baadaye. Sasa mfuko wa uzazi si kwa ajili ya kubeba mimba peke yake. Yaani maana watu wengi sana wamekuwa wakiutunza mfuko wa uzazi au wamekuwa wakiujali zaidi pale ambapo mfuko wa uzazi unataka kutumika kwa ajili ya kubeba mimba. Na baada ya hapo ama unapotumika baada ya kubeba mimba na mtu kama anaweza kuzaa anatamani kuondoa au kukata ile mirija ya uzazi kwa kushindwa kuunganisha au kwa kuweza kupata hizi hedhi na kuruhusu damu kutoka ile ya hedhi. Lakini mfuko wa uzazi una faida nyingi sana ambazo ziko mbele, ikiwemo ya kwanza kabisa ni kulinda moyo na mishipa ya damu. Kwa hiyo ukiondoa, labda ukifanyiwa upasuaji wa kuondolea mfuko wa uzazi, hii inasaidia mfuko wa uzazi na ovari, zile mifuko ya mayai ile. Hii huongeza hatari ya shinikizo la juu la damu na kama high blood pressure na magonjwa ya moyo. Sasa wewe ambao unanisikiliza
unafanya utafiti kama ni mtumishi wa afya au ni mtu ambaye unaadili sana na mama au unaadili sana na magonjwa ya medical, ikiwa ni hypertension na magonjwa ya moyo, tafuatilia wamama ambao wana changamoto hizi za magonjwa ya moyo na mishipa ya damu, kwamba ni kweli wanasumbuliwa sana au walibahatika kufanyiwa upasuaji wa hiyo ovaries ama kwa na changamoto nyingine. Lakini chakula, sukari na nini, vitu vyote hivi ukiwa navyo wao wanaweza kusababisha kupata pressure na sukari, ambao ukiwa navyo kwa kiwango kikubwa zaidi ama kwa kiwango cha juu zaidi inapelekea mtu kupata matatizo ya uzazi na kupelekea kuondolewa hiyo. Lakini jambo lingine ambalo linaweza likatokea na unapaswa kuzingatia ni mifupa. Ovaries iko pande, ovaries kuzalisha homoni ambazo huwa zinajikinga mwili dhidi ya magonjwa ya mifupa, ambao mara nyingi sasa ukitaka uone faida zake nyingine, mwanamke anapofikia stage ya kukoma kwa hedhi au anapoenda kukoma kwa hedhi na baada ya kukoma kwa hedhi huwa anasumbuliwa sana na mifupa. Naona wengi hata ukienda idara ya mifupa au mama ndugu zako nyumbani ambao wamesogea umri kidogo, unaona kabisa ile stage ya kukoma kwa hedhi imewadia, basi utakuta ana sana kidogo kinauma na nyonga zinakuwa zikiuma mara kwa mara. Lakini pia ubongo unasababisha dementia au kupoteza upotevu wa kumbukumbu. Lakini matatizo ya moyo na mishipa inaweza kupelekea mtu akapata stroke, mtu akaparalyze. Kwa hiyo hii pia inaweza kupelekea mtu akapata shida huko baadaye baada ya kuondoa kile kizazi. Kwa hiyo ubongo usema uko kati ya kupata magonjwa ya kusahau kama dementia na ugonjwa wa Parkinson disease. Hii pia ni changamoto nyingine ambayo wanawake wakipata baada ya kutolewa kwa uzazi au baada ya kuwa nao au kuendelea kuwa nao na kusaidia zile ya kuongeza kumbukumbu na kuepusha na magonjwa ambayo tunasema hapa. Kwa ya kwanza kabisa ni magonjwa ya moyo na mishipa, ya pili ni mifupa ya damu inatoka mgongo, na ya nne ni nyonga. Kwa mlango wa kizazi ambao unafahamika kama cervix kusaidia muundo wa nyonga na mkoa wa mwili na raha ya tendo la ndoa. Hii tumesema, lakini pia kwa kama mara yako ya kwanza basi ujue kwamba mlango wa shingo ya kizazi huo una faida nyingi sana, ikiwemo muundo wa nyonga pale ilipo, lakini pia muundo wa shingo ya kizazi huwa inasaidia sana, au uwepo wa shingo ya kizazi unasaidia sana wewe kusikia raha na wakati ambapo unashika tendo la ndoa. Sasa baada ya upasuaji nini ambacho huwa kinatokea au matarajio ni yapi? Je, matarajio ni mazuri peke yake au kuna upande wa ubaya? Sasa hapa tunaenda kujifunza matarajio ambayo yanaweza kujitokeza kwa yule mtu ambaye anafanyia upasuaji baada ya kugundua hizi faida ambazo zinapatikana au hasara baada ya kupatikana. Kwanza kabisa tutaanza na makundi mawili, ambayo ya kwanza tutaangalia faida na tutaangalia hasara. Anasema nafuu na ubora wa maisha. Yaani unapofanyia upasuaji kutokana na changamoto hizi ambazo tumezisema, ikiwemo haya masuala ya endometriosis, fibroids na PCOS ambayo inapelekea kutolewa zile ovaries. Kwa hiyo mtu anapata unafuu na zile changamoto, zile dalili ambazo zilikuwa zinamkwamisha na kupelekea kushindwa kufanya kazi fulani, basi anaziondoa na baki katika mazingira salama kabisa. Huko wanawake wenye kansa, yes, iko wanawake wenye kansa, hali kali hizi au hizi hali kali kama za fibroids, upasuaji huleta unafuu mkubwa na kurudisha ubora wa maisha kwa haraka zaidi, kwa sababu matatizo ya uzazi yanapelekea mtu kukwama kimaisha kutokana na hafanyi zile kazi ambazo anatakiwa kufanya, lakini inamchosha, maana hafanyi kwa sababu ya maumivu mara kwa mara au ile hali ambayo inapitia na kutafuta msaada zaidi. Lakini anapoondolewa, kwa hiyo ile tatizo linakuwa limeisha, unabakia yeye au bora maisha yanakuwa kubwa zaidi. Lakini madhara na vihatarishi vya muda mrefu, sasa baada ya kumfanyia huyu mtu upasuaji, huwa mara nyingi daktari hawasemi, na wanaosema basi wenye kutaka kutamani kujua zaidi, yani wagonjwa wakataka kujua zaidi ni kitu gani ambacho huwa kitatokea kwa baadaye. Anasema ya kwanza kabisa ni maumivu ya nyonga na shida ya mkao wa mwili, kwa sababu pale unapokuwa na mambo ya shingo ya kizazi au unapokuwa na mfuko wa uzazi, unapotolewa ile sehemu inakuwa kama gemu au inakuwa wazi. Kwa hiyo mtu atahisi maumivu kwa sababu limeguswa au zile nyama zimejishikiza, zile ambazo zimebaki zimejishikiza au zimeshonyoa sehemu. Kwa mtu tutakuwa na maumivu mara kwa mara. Ni jambo la pili ambalo utalisikia mtu huyo ni kupoteza hamu ya tendo la ndoa, ambapo tumesema cervix inategemea ni upasuaji gani ambao ulifanyika ili kuondoa cervix. Na ya tatu ni shida za haja ndogo na haja kubwa. Hii tumeiona kwa watu wengi sana ambao wanafanya upasuaji kwa kawaida, kwa kipata changamoto sana kushindwa kucontrol mkojo. Why anashindwa kucontrol mkojo au haja kubwa? Kwa sababu ile misuli ambayo
lakini pia kupata sonona baada ya kuondolewa mfuko wa uzazi ambao tumesema kwa upande wa cervix kwamba unapokuwa na hii mfuko wa uzazi unakuja zile ya kumbukumbu ambazo unaweza kuzipoteza au dementia au Parkinson disease, ambao sasa kama utaondolewa maana unaweza kupata hili tatizo la kiwango kikubwa sana, na watu wengi ambao kutolewa mfuko wa uzazi kutokana na changamoto ile ya stress tu za kawaida za maisha, lakini pia na changamoto ambayo inasababishwa na mfuko wa uzazi kutolewa kwa stress na stress nyingi, na inawezekana ikaharibika kwa mishipa ya fahamu. Na jambo lingine ni kukoma kwa hedhi kabla ya wakati ambao unafahamika kama premature menopause, ambayo nimeisema kupitia darasa lililopita. Kama ni mara yako ya kwanza ama wewe utakuwa unafuatilia, wewe utakuwa unaelewa nini ambacho nakizungumza hapa. Kwa hiyo utakuwa na ukomo wa hedhi ambao ni kutokana na kuondolewa kwa vifuko vile vya mayai. Na jambo jingine ambalo tutaangalia au tutazame ni ngazi ya matibabu. Huyu mtu ambaye amegundulika na changamoto ya matatizo ya fibroids, endometriosis, kansa na kansa nyingine malignancy, ni hatua gani ambazo daktari huwa anazifanya ili kuweza kumtibia huyu mtu? Kwanza kabisa ni ufuatiliaji ambao unafanya kama monitoring. Na hapa kwenye ufuatiliaji inaweza kufanyika wait and see. Maana unatazama na unasubiri na kutazama kuna hili tatizo inawezekana likawa kubwa zaidi au likapungua kutokana na hatua ambazo mtu atakuwa amezifanya yeye mwenyewe kabla ya kufikia stage ya kuanza kupewa dawa au kutumia dawa ndani yake ambazo. Kwa hiyo hapa sasa mgonjwa ataambiwa kwamba una tatizo fulani lakini ni dogo, halina ukubwa ule ambao unatarajia. Kwa hiyo jambo la msingi sana kuelewa na kuweza kuhakikisha afya yako inakuwa salama wakati wote. Daktari atakuwa kufuatilia mara kwa mara, na kama utakuwa na dawa ndogo za maumivu anza kukupatia ili kuona tatizo kama hilo likapungua. Lakini step ya pili ni inafanyika kama lip na cryosurgery, ambayo ni kugandisha ama kufanya freezing na kuondoa seli zilizoathirika huku tissue nzima ikibaki salama. Kwa maana hapa kama unaingiziwa kifaa huwa kinaenda kutarget ile sehemu ambayo ina maumivu au sehemu yenye uvimbe na kuzuia zile seli za pale na kuruhusu sehemu nyingine ambazo hazijaathirika basi kuendelea kufanya kazi kama kawaida. Nyingine ni laser ambayo ni mionzi au pia inafanya kazi ya kuyeyusha seli zisizo za kawaida, ambayo ya kwanza ni kugandisha na kuua, lakini ya pili ni kuyeyusha na kumobilize ambayo ni bila kugusa tishu nyingine. Hizo ni stage mbalimbali ambazo mtu atafanyiwa ni kama atagundulika na hii changamoto hizi ambazo tunazisema hapa. Na ya mwisho kabisa ni kufanya hysterectomy, ambayo ni upasuaji kamili, ambao ni kama ni ikiwa ni kansa au kama ni daktari amethibitisha kwamba kuna matatizo mengine ambayo yameshindwa kuzuilika kwa njia za kawaida, basi utafanyiwa upasuaji na kufanya kuweza kuwa salama kabisa. Sasa tuna aina tatu za upasuaji, lakini tutaona ni vipi nne, na tutaona ni maeneo gani ambayo yanagusa, na tutakuja kuna changamoto zake kama ambazo tunazisema. Ya kwanza kabisa ni subtotal, unafanya kama super cervical, ambayo ni kwa upande wa mfuko wa uzazi huwa unaguswa, lakini mlango wa shingo ya kizazi hauguswi, lakini tezi au inafanya kama lymph huwa haziguswi uke au eneo la juu la uke, sababu mlango wa kizazi ukichora huko chini kuna uke alafu juu kuna uterus ama mji wa mimba. Kwa tunaposema hii cervical unaacha cervix, lakini pia unaacha na mlango wa kizazi ambao ni cervix, lakini uterus inatoka, lakini hizi lymph node na nini zinabaki. Lakini kuna simple ambayo ni rahisi, ambayo yenyewe unaondoa mfuko wa kizazi ndio na mlango wa cervix ndio, lakini hizi lymph node na hapa vagina au eneo la juu la uke huwa linabaki. Lakini kuna toto kamili ambayo yenyewe unaondoa uterus, mfuko wa uzazi, hii cervix, lakini lymph node zinabaki na huko unabaki pia. Lakini tuna radical ambayo ni ya kina kabisa, ambayo yenyewe inagusa maeneo yote, ambayo mfuko wa kizazi unatolewa, hii cervical inatolewa, hii cervix, mlango wa kizazi, hizi lymph node ambazo huwa zinapatikana zinatolewa. Lakini pia tutakuja kuona vagina pia inafanyaje
inatolewa sehemu ya juu. Kwa hiyo ushiriki na faida zile za tendo la ndoa huwa inatoka kabisa. Sasa kuna njia mbalimbali za kufanya hivi vitu. Kwa maana upasuaji unapofanyika, aidha inategemea ni upasuaji wa design gani, au utafanyika kwa kuingilia wapi, aidha tumboni, kwenye uke, au kuna kifaa kitaingizwa ili kuweza kuhakikisha unafanyiwa kudai tatizo ambalo unalo. Kwanza kabisa ni njia ya ukeni ambapo mwanamke ataingiziwa, au wale wenye uterine prolapse ambayo imeshuka ule mji ambao umelegea, mfuko wa uzazi utolewa kupitia uke bila chanjo kwenye tumbo. Ushauri wa ACOG, ili shirika la Kimarekani ambalo linahusika na masuala ya obstetrics na gynecology, ambayo ni afya ya mama, sawa, au afya ya nyonga ya mwanamke, masuala ya uzazi kwa mwanamke, ambayo inapendekeza sana kutumia mbinu ili kuweza kumhakikishia mwanamke usalama na uponyaji wake kwa haraka zaidi. Lakini nasema ni salama na njia ambayo zimekubalika zaidi kwa hali ambazo sio za kikansa na ina madhara machache sana na magonjwa kupona haraka zaidi. Lakini njia ya pili ambayo imekuwa ikitumika kuweza kufanya upasuaji, lakini ni njia mojawapo, ni laparoscopy ambayo tulisema hata pia kwa wale wenye fibroids na endometriosis, ambazo mtu anapasuliwa au anachana kidogo, kinaingizwa kifaa na kuingia moja kwa moja kwenye mji wa mimba na kutoa yale maeneo, au kufanya zile lip ambayo ni kufanya mionzi na kuondoa uvimbe au sehemu ya ngozi ya kuyeyusha na kufanya pia mimba kuweza kubaki sawa. Kwa hiyo unatumia kamera na matundu madogo kwenye tumbo au ukeni kupunguza makovu na maumivu ya nje baada ya kuwa na ile jeraha na kugusa sehemu nyingi zaidi za mwili kwa mwanamke au eneo la tumbo lile zaidi. Lakini ya mwisho kabisa ambayo ni kubwa kabisa, wale wenye kansa na maumivu makubwa kabisa huwa wamekuwa wakitumia upasuaji mkubwa ambao ni tumboni, ambao ni upasuaji wa wazi kupitia mkato mkubwa tumboni. Mara nyingi hutumika kwa maumivu mkubwa au kansa iliyosambaa. Kwa hiyo hatutaweza kutilia sehemu chache tu au hatutibiki sehemu chache tu. Upasuaji mkubwa unachukua muda mrefu kupona. Unaweza kutazama hizo mbinu tatu, na inategemea wewe sasa kama unasikiliza na ushauri kufanyia hicho kitu, unaweza ukatathmini. Inategemea sasa na hospitali na uwezo wa hospitali na uwezo wa wataalamu. Ni njia ipi ambayo unatumia kuweza kuleta matokeo makubwa zaidi. Sasa nini huwa kinatokea, yaani ni organi gani ambazo huwa zinafanya kazi na faida zake ni zipi? Nasema nguvu ya kuhifadhi ovaries na mlango wa kizazi. Kama utakuwa na changamoto sasa hizi za uvimbe na unaamua kufanya upasuaji na wakasuggest kwamba tutoe mji pekee kwa mimba, na hii itatokea nini? Yaani maana ni nini ambacho tutakiona hapo baadaye, kama ikiwa hauna hatari kubwa ya kansa ambayo ni kansa ya ovaries na hauna kansa ya cervix, basi wataalamu wanapendekeza sana zibaki. Kwa sababu gani zibaki? Tukianza na hii ovaries, kwa sababu huwa zinaendelea kuzalisha homoni muhimu za maisha yako yote ambazo tumezisema, lakini pia huzuia kukoma kwa hedhi mapema zaidi ambayo ni kama premature menopause, lakini hulinda dhidi ya ugonjwa wa moyo na kwa uwezo wa akili ambao unafahamika kama dementia na Parkinson disease. Lakini mlango wa kizazi pia una faida zake, ambao unazalisha homoni ya prostaglandin ambazo zenye faida za kimwili na kulinda dhidi ya inflammation mbalimbali. Lakini pia ukipata jeraha zenyewe pia zinahusika kuzalisha inflammation ili kuweza kuzuia damu kuganda pale ama kuweka uvimbe na kusababisha ile eneo kupona kwa haraka zaidi. Lakini pia kuimarisha muundo na kuzuia viungo na kushuka kwa nyonga. Unapobaki na mlango wa kizazi, basi bado nyonga yako inabaki kuwa salama, au kwa sehemu wakati kubwa ile sehemu inabaki kuwa salama kabisa, bado kuna zile ya changamoto mbalimbali. Lakini na mwisho kabisa kulinda hisia au raha, au bado itaendelea kukupa raha kwa sababu ipo wakati wa kushiriki tendo la ndoa. Kwa hiyo upasuaji wakati kuna changamoto zake na faida zake na hasara zake, ambazo ukifanyia upasuaji kama hizi sehemu bado zinaendelea kubaki, basi zitakupa hiyo faida. Lakini mwili ni mfumo mmoja, hii tunafahamu. Utakapoathiri mwili wako, basi hata sehemu nyingine za kiroho na sehemu nyingine au sehemu chache ya mwili utakapoathiri, basi hata sehemu nyingine pia zinaweza zikaathirika. Kwa maana kuna magonjwa ambayo unaweza ukapata sehemu chache zaidi, lakini ikaharibu mfumo mzima wa mwili. Kwa hiyo mwili umekaa katika mfumo mmoja na kila kiungo kimoja kinategemea kiungo kingine. Itakapotokea una changamoto, itakapotokea kiungo kimoja kina shida, basi inaweza kupelekea
ukaumwa zaidi. Kwa maana kitu unaweza ukaumwa mguu lakini ukapata stress au ukapata depression. Kwa sababu gani? Kiungo kilichotoka kinaweza kutengeneza mawazo ndani yako. Sasa unapofanya hichi kitu ni kusaidia katika tiba shirikishi ya ukweli kwamba kila kitu katika mwili kimeunganishwa na kupona kwa kweli, na kinahitaji kurekebisha uwiano wa kimwili, kihisia na kiitikadi ambazo mtu anakuwa amebeba. Hiyo unataka kuepuka upasuaji ni kupitia mbinu mbadala na au unajiandaa kupona baada ya upasuaji, ni kuelewa jinsi lishe, mazoezi na afya akili inavyoshirikiana na tiba ya kisasa. Hiyo siri ya afya kwenye maisha yako yote au kwenye maisha yako yote. Maana hapa sasa tunajaribu na kuona hizi ama tunaona njia mbadala ambazo tumeanza kuelezea mwanzo kabisa kipindi tunaanza na madarasa mtu ambao mpita kwa huduma kubwa. Tutakapotumia mbinu hizi namna gani ya kuweza kulinda afya yako ya mji wa uzazi, kwa kuweza kufanya lishe na mazoezi na afya akili, kuwa na mwongozo ambao utakuwa bora zaidi. Na ni vyakula gani ambavyo huwa vinashauriwa sana kuweza kutumia na baada ya kupumzika kama utakuwa na hizi changamoto kama hizi endometriosis, vimbe hizi ambazo zinatokea ambao ni kansa na ni kansa au changamoto ya mizunguko ambayo mwanamke atakuwa nayo. Kwanza kabisa ni vitamini A ambao lazima vitumie ili kuweza kuwezesha mwili kuwa salama, vitamini C, vitamini E na lycopene ambayo inapatikana mara nyingi kwenye yale matunda yenye rangi nyekundu. Sasa ni vyakula gani vingine ambavyo vipo? Basi rejea kwenye video zangu za nyuma na unaweza kupata maarifa haya kwa kina kabisa, ambayo ikiwemo nyanya, karoti, boga na tikiti maji. Hii hulinda mabadiliko ya seli ya mlango wa kizazi na kupunguza maumivu, ambayo pia unaweza kupata matunda au mimea aina ya cherries na berries. Ni mazuri sana kwa ajili ya afya yako na kuweza kuhakikisha afya yako kuwa salama wakati wote. Lakini mafuta unaweza kutumia omega 3 na madini mafuta ya samaki ambayo ni zinc, magnesium, ili kupunguza uvimbe, inflammation na kusawazisha homoni za mwili wako na kubaki katika mazingira ya salama kabisa. Lakini tuna matunda na mboga mboga za majani ambao unaweza kutumia nyuzi za vitamini B ambazo ni kama vile kale, mchicha na mboga za majani. Ni muhimu kwa ajili ya kuzuia choo kigumu baada ya kufanyia upasuaji au kabla ya kufanyia upasuaji, na hizi kuweza kulainisha mzunguko, kufanya resupply, nasema ni kufanya blood circulation. Lakini pia ni muhimu kwa ajili ya kuzuia choo na kusababisha dawa za maumivu ama kurahisisha hii maumivu kupona haraka baada ya kufanyia upasuaji kutokana na kutumia vyakula vya nyuzi na maisha mengine kama kawaida. Sasa tuna mimea tiba ambayo inafanya kazi na wachache wamekuwa wenye kuelekeza, lakini wengi wamekuwa hawaifahamu. Sasa ni mimea gani ambayo inaweza kufanya kazi kwa haraka zaidi na kuweza kukupa matokeo haya ambayo umefanyia upasuaji au unataka kuenda kwenye chumba cha upasuaji au wewe unasubirishiwa na umeambiwa stage ile ya wait and see kwa ajili ya kuona maendeleo ya kile kidogo, nini maendeleo ya uvimbe wako, kwamba tuingie au tusiingie, ni vyakula gani ambavyo ni vya msingi sana. Lakini pia hivi unaweza kufanya hata baada ya kutoka, kwa sababu kujenga mwili wako unakuwa katika mazingira salama kabisa. Upasuaji na dawa za hospitali huleta hii mzigo ambayo mimea hii inasaidia kusafisha mwili na kurudisha usawa wa homoni, ambao mmea wa kwanza kabisa unaitwa Dandelion na Milk Thistle, ambao ni ukarabati na kuimarisha ini ambayo ni kama liver support na kusaidia na kuondoa sumu na dawa za usingizi baada ya upasuaji. Utakapotumia zile basi zitakuwa na faida hiyo. Lakini mmea mwingine ambao unapaswa kutumia ni ginseng ama inafahamika kama black cohosh, ambao husaidia kusawazisha homoni na kurudisha kama ya tendo la ndoa iliyopungua. Kwa kama wewe utakuwa na changamoto ukiachana na hii ukiachana na uvimbe ambao unao au utakuwa unajisi huko down sana, basi unaweza kutumia hizi black cohosh na ginseng ambao inaweza kukupa matokeo haraka zaidi. Lakini pia unaweza kutumia william ambao patikana pia kama cream, kusaidia kulainisha tishu za ukeni kutokana na kuondoa zile ovari za mwili ambazo zinasababisha kuzalisha homoni ya estrogen na progesterone. Kwa homoni ya estrogen ndio mara nyingi inahusika na kuweza kulainisha au kuleta ulainishi wa mambo na kuweza kusaidia kufanyia tendo la ndoa kuweza kuwa rahisi zaidi na kufurahia zaidi, kwa sababu inapokuwa ngumu kidogo kutokana na mtu anasikia basi unaweza usifurahie kabisa. Na tunashauri sana kuweza kutumia maji mengi zaidi ili kuweza kuongeza blood cells supply. Sasa maandalizi kabla ya kupata upasuaji
Pia unaweza kushauriwa kufanya mazoezi ambayo ni mazoezi ya Kegel exercise ambayo ni kuimarisha sakafu ya nyonga au yoga au pilates ambayo ni kulinda mkao wa mwili, na kadri unapokuwa imara na kabla ndipo ambavyo kupona haraka baada ya kutoka upasuaji. Lakini wakati wa upasuaji au wakati wa kupona sasa ni kutembea taratibu, kwa sababu ushatoka upasuaji na hapaswi kufanya mazoezi makubwa sana. Basi mazoezi yako ni kuweza kutembea taratibu na kulingana na ushauri wa daktari, na mazoezi mepesi yanayosaidia msukumo wa damu bila kuweka shinikizo kwenye tumbo kama kukimbia sana au kufanya mazoezi ya kubeba vyuma, au wakati wa nyumbani hata kama hawafanyi mazoezi, lakini zile shughuli ambazo unazifanya zinaweza zikakufanya ukaingia katika hatari zaidi. Lakini nguvu mpya baada ya kupona ni kurudia mazoezi yanayoimarisha msingi wa mwili koo na kutumia mbinu za myofascial release kama vile Amuna rolling, kutibu tishu za makovu ambayo inafanyika kama scar tissue, ambayo baada ya kufanywa sasa nini upasuaji na kuweka msingi sawa au zile layer ya makovu yale yanayojitokeza, basi kutumia mbinu hizo na zinaweza zikawa salama kwa sasa. Afya ya akili na nguvu ya upumuaji kwa ufahamu. Kupumua kwa kina sio tu kwa ajili ya mapafu, ni tiba inayoshusha maumivu na kurudisha uhai kwenye nyonga, ambayo ni dakika 10 mpaka dakika 15 kwa siku, basi inaweza ikawa na matokeo mazuri zaidi. Fanya mazoezi ya kupumua mara kwa mara kama unaona changamoto hii. Kuna wake labda unaenda kwa ajili ya upasuaji au uko ndani ya chumba cha upasuaji au baada ya kutoka sasa katika maisha kawaida, kutokana na kupunguza msongo wa mawazo kama unaingia au kama kurefresh mwili wako na kufanya ile blood circulation, kwa sababu utatumia diaphragmatic breathing ambao utatumia au utavuta pumzi mpaka kujaza tumbo kuwa kama kibuyu, na baadaye kutoka utarahisisha ile eneo ambalo halipati blood supply nzuri, basi itaweza kupata damu vizuri zaidi. Utavuta pumzi ya ndani ambao utajiheli na kuvuta hewa kuvuta hisia za uponyaji, na unapovuta pumzi utatengeneza mazingira ambayo yatakuwa salama au mazingira ambayo ni tulivu. Unaanza kufanya hili zoezi na kuvuta pumzi na kuachia, na unapovuta pumzi basi visualize unaingiza hewa safi ama hewa yenye uhai na kuingiza katika mdomo uzazi na nyonga, na unapotoa basi unavuta ule uchafu sumu ambao utakuwa umebeba kuweza kuondoa kwenda nje. Lakini pia utajenga taswira au kupona, hii taswira ya kupona visualize na kutumia nguvu ya akili na kuandika au kufanya shajara kwamba yale matatizo ambayo unayo sasa inategemea utayasemea hapo, hizo uyaandike na kuweza kuyatumia kwenye mto au kuyaandika na kuweza kuchoma kupitia mshumaa ambao unawezekana ukawa mshumaa wa goldi, na yale matatizo naandika alafu unayatupa sawa. Inaweza kama una mtu ambao unatirika basi unatupia kule, au kwenye ziwa basi unatupia kule, au kama unakuwa na mshumaa basi ukishaandika matatizo yako unachoma kupitia moto pale, unamwambia bwana, matatizo mimi watu kurudia au matatizo kwa yana niandama, basi mimi huwa naepuka, lakini pia naepuka upasuaji wa moja kwa moja. Lakini kama ukishinda kabisa, basi utaandika mshumaa, una mtu basi utaandika, utakuwa unachana, alafu utaenda kufikia ili kutoa ile nguvu kama ile nafsi ya roho mbaya au roho zile za kimani ambazo labda zinaweza kupelekea tatizo, basi kuweza kuzifikia chini na zisiweze kuondoka kabisa. Kwa hiyo utaandika shajara ambayo piga picha kinyumapo kwa umepona kabisa, na taswira jinsi mfuko wa uzazi unapata nguvu na ukipata madaktari sahihi na matibabu yasiyovamizi na kufanya kazi kikamilifu zaidi. Lakini baada ya kukubali upasuaji, basi wenyewe utakuta picha ya kufanyiwa kwa usalama zaidi na taswira jinsi unavyopata unafuu haraka na ukipokea msaada kwa upendo na kurudisha nishati ya furaha yako na maarufu baada ya kufanya nini ya kupona. Kwa hiyo hizo ni mbinu mbalimbali ambazo zitaweza zikakupa msaada kabisa. Kwa na nyingine kabisa unaweza kusema kutafuta amani na kufanya maamuzi, ambayo ni desturi ya uponyaji ama kutoa zile tunasema bad rituals au mitazamo ambayo iko ndani yako ambayo ni mibovu. Basi ukifanya hivyo inaweza kukupa nafasi zaidi ya kupona matatizo ambayo unaweza kutafuta eneo tulivu, unazungumza na mwili sawa, na shukuru mfuko wa uzazi kwa kazi inayofanya au kwa kazi unayofanya. Kama ushawahi kubeba mimba na ushawahi kubeba mtoto kujifungua, utakapotumia nguvu na unapozungumza na mwili wako, kwanza lazima ushukuru mfuko wa uzazi kwa kuweza kupata matokeo ambayo umeyapata, na
kama haujapata mtoto, basi ushukuru kwa kuweza kwa kufanya wewe uonekane mwanamke, kwa sababu tofauti ya mwanamke na mwanaume pia tutaangalia mlioko uzazi. Kuna wale ambao wanazaliwa na jinsia mbili, inapofikia stage hajapata hedhi au hajapata mzunguko wa kamili au hajapata mzunguko, basi tunadetermine kwamba huyo atakuwa na jinsia ya kiume ambaye anafanya kazi. Zaidi hapo, kama utapata hedhi na mzunguko kawaida utakuwa nayo, basi utakuwa na jinsia yake. Kwa hiyo ushukuru mlioko uzazi kwa kuweza kupata hiyo nafasi na kuweza kutambulika kama mwanamke na kuachilia hofu. Hofu na ashiriaje? Anasema ile desturi ya kuandika hofu au imani ya asili kwenye karatasi, kisha unaweza kuichana na kutupa kwenye maji yanayotiririka au kuichoma kwenye moto salama, na kama ishara ya kuachilia mzigo ambao nao. Na mfumo kamili wa kupona ambao unafahamika kama holistic recovery way, ambao tuna mifumo mitatu mikubwa ambayo inatengeneza afya kamili. Mfumo wa kwanza ni lishe na mimea, ambao tumesema ni vitamini A, B, C na omega 3 na vyakula vya nyuzi, ginseng na mimea ya kusafisha ini kama dandelion na milk thistle. Lakini pia tuna mwili na mazoezi, ambao unaweza kufanya mazoezi ya Kegel ambayo kwa mara nyingi atafsiri kama ni mazoezi ya mwanaume, lakini pia hata mwanamke anaweza akafanya na yakamsaidia au yakampa matokeo mazuri zaidi. Kwa sababu kufanya mazoezi ya Kegel exercise, yoga, pilates na baadhi ya vikao kama vile ukienda uani au unapokaa kwenye kiti, basi hakikisha mgongo wako umenyoka, usio mgongo kwenye kupinda, itasaidia mwili wako kuwa katika mazingira salama. Lakini tunapotibu akili na roho, au tunatibu masuala ya upumuaji, au utafanya mazoezi ya upumuaji na taswira za uponyaji na desturi ya kutafuta amani baada ya kuondoa ile negative energy ambayo nayo au mitazamo hasi nayo, basi utaingiza taarifa nyingine mpya ambazo zitakuwa kwa kusaidia kabisa. Lakini afya kamili inategemea hizo nguzo zote ambazo zifanye kitu tumezisema hapo. Maamuzi haya yanategemea ni wewe mwenyewe, yaani kwenye kitu zangu ndogo ndogo ambazo nimezisema, huwa daktari wako inabidi ufanye naye kazi kama partnership. Daktari asiwe kisingizio kama asiwe hata maanisho ya kufanya maamuzi, atakiwa ushirikiane naye ni nini ambacho na experience unamuelezea, na mwisho wa siku baada ya kumuelezea mnajadili tatizo hili mnaliondoa vipi. Aidha uanze majaribu ya vyakula vingine na mazoezi ili kuweza kuondoa tatizo ambalo nalo, au kama itakuwa ni kubwa kabisa, basi ufanye upasuaji ambao mtashirikiana na daktari kwa kuweza kufanya maamuzi ya mwisho. Lakini usimwachie yeye akakuachia kufanya maamuzi, sababu mwisho wa siku wakati mwingine anaweza akakuweka katika hatari ya kupelekea kufanya premature menopause au premature menopause, au akaondoa mlango wa shingo ya kizazi ambao unahusika na kuweza kufurahia tendo la ndoa, kwa mwisho wa siku ukawa hausikiti hamasa yote. Na vizuri kama utakuwa umeishawahi kulifanya na ukalisikia ama ukaifeel ile ladha na ukitolewa utajisi hali tofauti, ni ile hamasa utaifika kabisa. Lakini wewe ambaye hujawahi kusikia hamasa utajua tendo la ndoa au ukafika orgasm na ukakutana na hii hali ya kutolewa, kwa hiyo hautajua kwamba hisia zako zimepotea au zipo, utajisi tuko kawaida. Lakini huo kuna faida zake mbalimbali ambazo wataalamu wamekuwa wakizisema. Na hifadhi kilicho kizima, omba daktari kuhifadhi ovari zako au mlango wa kizazi ikiwa hazina shida yoyote, kwa sababu unapotolewa tumeziona madhara yake. Kwa hiyo unapoona nafasi ya kubakizwa baadhi ya vitu ambavyo havijaathirika, ni basi inaweza kukupa matokeo moja kwa moja na kuweza kuhakikisha afya yako inabaki vizuri zaidi. Wewe peke yako ndio unajua kilicho bora, na kwa mwili wako chochote unachoamua ukijali ama kukipa thamani kupitia lishe, mazoezi na afya ya akili, kitakuletea afya bora kwa maisha yako yote ya baadaye. Na hiyo ndio somo fupi kuhusiana na matatizo ya hysterectomy na kile ambacho huwa kinatokea pale ambapo mtu anaondolewa uvari wake uzazi. Kwa hiyo ukijaribu kutathmini, usitumie akili kubwa sana au usifike mbali sana daktari akakuelezea, yani usitumie akili ya daktari ama akili ya juu kabisa ya uelewa ya maana sasa ile akili ya darasani. Mfikiri mji wako wa uzazi umewekwa pale na Mungu, alafu ukauchomoa. Ile gap ulipouchomoa pale, ni nini ambacho huwa kitatokea? Sasa kama mwili uko connected na sehemu nyingine, kwa hiyo
ile sehemu itashuka. Ndio maana wanawake wengi baada ya muda huo wanapata shida ya nyonga, kwa sababu labda utumbo unashuka au wanapata maini ya mara kwa mara. Kwa inabidi upate msaada zaidi au daktari akuelezee zaidi ni changamoto gani ambazo utazipata. Sasa tumeziona faida zake kwamba ukiutoa mtu anakuwa na changamoto ya dementia au Parkinson disease na matatizo ya moyo na mishipa na matatizo ya ubongo. Kwa hiyo ama matatizo yanaanza kaa makubwa zaidi. Kwa unapotafuta msaada au unapojitunza mapema zaidi kwa kuweza kufanya mazoezi, kwa kuweza kuzingatia lishe bora na kuepuka sukari, pombe na kuepuka tabia ama unapojitibia akili yako kwa kuepuka mawazo na kufanya hizi rituals, hizi kuvunja laana na miko au mtazamo ambao unao, basi unajitengenezea mazingira ambayo yatakuwa salama wakati wote. Asante. Mpaka wakati mwingine. Hii ni siri iliyoficha katika hedhi, na kama utakuwa na msaada zaidi, basi usisahau ku-comment hapo chini, usisahau ku-like. Kama ukutana na darasa hili, usisahau kusubscribe ili kuweza kupata madarasa mengi zaidi ya kiafya, lakini pia na elimu juu ya hedhi na matatizo yote ambayo yanahusiana na afya ya uzazi. Asante na mpaka wakati mwingine.